wa mana'ahu mani'un, kikamzuilia yeye kizuizi, sawa iwa ameumwa kwamba akashindwa kufunga, fa innahu yuktabu lahu al-ajru kamila. Siku matatu yale ambayo ni mwezi 13, 14 na 15 yanahesabika kama masiku meupe, ayyamul bidh. Imefika ile masiku na yeye pengine alikuwa na nia katika moyo wake yafunge, lakini ikamtokea kwamba kuna kizuizi, udhuru wa kisheria, ima kaumwa na hawezi kufunga, fa innahu yuktabu lahu al-ajru kamila. Sababu hiyo mtu huyo kadhalika ataandikiwa ujira uliokamilika. Wa ghayruhu min al-amthilati al-kathira, na mengineyo mengi katika mifano ambayo ni mingi. Wewe elewa tu katika jambo ambalo ni kawaida yako ilikuwa unalifanya, ambalo ni jambo la kheri la kujikurubisha. Hii ni mifano miwili mitatu ametoa shekha hapa hivi, lakini wewe chukulia mifano mingi katika mambo ambayo ilikuwa ni katika ibada, na ibada hizo ulikuwa ukijikurubisha kwazo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, utafuta ridha za Allah subhanahu wa ta'ala, halafu ikakutokea udhuru kashindwa kuzitekeleza, kwa wakati huo utakuwa ni mwenye kuandaliwa au mwenye kulipwa ujira uliokamilika. Amma idha kana laysa min aadatihi an yaf'alahu, ama ikiwa si kawaida yake huyu mtu kufanya hizo ibada, yani si kawaida yake kuzifanya hizo ibada kabla ya kupata udhur, fa innahu yuktabu lahu, hakika huyu ataandikiwa ajrun niyya fakat, ataandikiwa ni ile ajr, yani malipo ya nia yake tu. Kawaida huko nyuma alikuwa hafanyi, lakini sasa ana udhuru umempata, na mwanzoni huko kuna mambo ambayo alikuwa hayafanyi. Sasa hivi yuko kwenye udhuru fulani, lakini anatamani nifanye jambo fulani, hawezi kufanya kwa wakati huo kwa sababu ya huo udhuru, basi kwa wakati huo atalipo kwa ile nia yake tu, atalipo kwa ile nini, huyo wa kwanza, kwa sababu ni kawaida ilikuwa, sio? Na ndio maana tukasema kwamba huyo atalipo malipo yake iliyokamilika. Huyo wa pili hakuwa na ada hiyo, mfano kufunga siku ya Jumatatu na Alhamisi, kufunga haya masiku meupe, lakini imefika kipindi ambacho yeye yuko katika udhuru, lakini anatamani lau angelikuwa sio udhuru, basi angeliweza kufunga. Kwa wakati huo atalipo kwa nini? Kwa ile nia yake, atalipo kwa ajili ya nini? Ya nia ya kile alichokikusudia. Wa dalilu dhalik, na dalili ya hilo, anna fuqara as-sahabati radiyallahu anhu, hakika wale mafukara wa kiswahaba, mafukara waliokuwa wakiishi katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika maswahaba, qalu ya Rasulullah, hawa maswahaba walipata kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, sababu tunafahamu kwamba maswahaba walikuwa ni wenye hirsi ya hali ya juu sana kutafuta yale yaliyoko kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka ilikuwa wakishindana, yani kwamba akiona fulani kafanya jambo fulani na yeye anatamani alifanye. Wakati mwingine ananyongeka katika nafsi yake kabisa, sasa nitafanyaje? Lakini ndio hivyo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ima katika mali au kuwakunjulia, huyu kampa hiki, yule hana, yule ana kidogo, yule ana kingi, huu ni ugawaji wa nani? Wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ikatokea kuna nyakati kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anaweza kaitisha jambo fulani, ima kuelekea jihadi, watu wachangie mali zao, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, piganeni jihadi kwa mali zenu na nafsi zenu. Anakuja mtu ana shida yake, anatakiwa asaidiwe, wenye matajiri wale, kwa sababu wanazo watatoa. Fukara maskini ya Mungu hana chochote, lakini kwa kuwa wanaisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wanajua ajira anayepata mtu anayetoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakawa wanajisi jambo fulani katika, mbona wenzetu kama vile wanatuzidi? Tukiangalia upande wa swala, tunaswali pamoja, tukiangalia wakati wa haji tunahiji pamoja, kuna mambo mengi ambayo tunayafanya pamoja, lakini kuna mahali wanatuzidi wao, ikiwa ni kwenye swala la sadaka, kwa sababu wao wanavyo, wanatoa. Ndo hapa huyo anasema kwamba ikawa siku moja hawa maswahaba wakamwambia, ya Rasulullah, hawa maswahaba na pupo waliokuwa naye kutafuta nyumba ya akhira, wakasema, ewe Mtume wa Allah, sabaqana ahlu duthuri bidarajati alula, hakika bila shaka ewe mjumbe wa Allah, watu wenye mali nyingi, matajiri maana yake, wametuzidi sisi, kama ni daraja wameondoka nazo wao, daraja za juu wao wamezibeba wao. Wanaim almuqim, na neema ambazo ni kubwa pia na wenyewe wameondoka nazo. Yani inna ahla al-amwali sabaquhum bisadaqa, maana yake hapa anachokusudia ni kwamba watu wenye mali nyingi
wamewazidi hawa mafukara bisadaqati wal itq, ikiwa ni upande wa sadaka, ikiwa ni kuachilia wale watumwa uhuru, wao wametuzidi kwa sababu wana mali. Na mnafahamu pia ajili ya mtu kununua mtumwa kisha ukamwachilia huru kwa ajili ya kutafuta ridha za Allah subhanahu wa ta'ala, ni kipi unakipata mbele ya Allah? Wanashtakia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ile hirsu waliokuwa nayo. Wanaona kama vile wao maskini ya Mungu hawana chochote wanachokifanya, japo wanaswali, wanafunga, wanafanya hiki, lakini kwenye upande wa sadaka, mbona hao wenzetu kama umetuzidi? Sisi tuna nini ewe mjumbe wa Allah? Faqala an-nabiy alayhi salatu wassalam, akasema bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuwajibu